Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Chuo cha uhasibu Arusha katika kuadhimisha miaka 61 muungano wa Tanzania umefanya kongamano maalum ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Dr. Islam Saif Salum, katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye amekipongeza chuo cha uhasibu Arusha kwa kufungua tawi lake katika visiwa vya Zanzibar. Nichukue fursa hii pia kuwapongeza kwa jinsi ambavyo management nzima inasimamia maendeleo ya chuo kama ambavyo umeelezea mkuu wa chuo ulivyoelezea uliposimama hapa, na tunaona wazi kwamba chuo kinazidi kukua na kinapanua wigo katika maeneo tofauti ya Tanzania ikiwemo Zanzibar. Niwaahidi kwamba mimi nikiwa kama mtendaji mkuu katika ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, ambayo inafanya kazi sawa na ofisi ya waziri mkuu, ikiwa na responsibility, ikiwa na overall supervision ya government affair, tutashirikiana na ninyi katika kuhakikisha kwamba maombi yenu ya kupata eneo yanakamilika kwa haraka, na pia mnaweza kufungua hii campus ya Zanzibar na kuwekeza katika miradi mingine mbalimbali kama ambavyo umeelezea. Lengo na dhamira kuu ya muungano ni kuunganisha nguvu zetu kiuchumi, kijamii, kisiasa, kiulinzi, kiusalama, kimaendeleo. Haya ndo malengo makuu ya muungano huu. Na ndio maana tulitangulia kuungana katika masuala ya kiulinzi, lakini tuliweka sarafu moja katika masuala ya kiuchumi, lakini katika masuala ya mahusiano, diplomasia ya kimataifa tulikuwa kama nchi moja. Vinginevyo leo tusingejinasibu kwamba sisi ni wa Tanzania. Unapokuja kwenye uraia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna raia mmoja tu, Mtanzania. Hakuna Mpemba, hakuna Mzanzibari, hakuna Muunguja. Muungano huu ni muungano wa kipekee wa dunia nzima, na dunia nzima inauangalia muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ni muungano wenye mafanikio. Historia inaonyesha kwamba mataifa mengi yalijaribu kuungana kuanzia Afrika, Ulaya na hata Marekani, lakini kwa nyakati tofauti muungano wao uliweza kuvunjika. Kwa mfano shirikisho la Ethiopia na Eritrea kwa kipindi cha miaka 10, 62 ulivunjika baada ya Eritrea kupata uhuru wake. Kulikuwa kuna shirikisho la Mali, Senegal, hao walidumu kwa miezi miwili tu. Mwaka 1960 mara baada ya kupata uhuru ukavunjika. Sisi tulikuwa pamoja kabla ya uhuru, tukapanga mikakati ya pamoja, tukapigana pamoja, tukapata uhuru pamoja, tukaungana na tukaendelea kuwa pamoja. Sio kitu rahisi, lakini kwa sababu tulishajenga misingi. Na kisiasa viongozi wetu walikwenda mbali zaidi. Mwaka 77 wakaunganisha mpaka vyama vya siasa. Unaweza ukachukua picha ukaangalia, lese katika mifumo yetu ya vyama vingi, then ingekuwa Zanzibar ina chama chake kikuu na mainland na chama chake kikuu, ingekuwa hakiko hiki chama kikuu ambacho kina sura ya kimuungano, tungekuwa na vita vya kiasi gani? Kwa hiyo muungano wetu umeweka misingi ya amani, utulivu, na tumeweza kupitia katika heka mbalimbali, lakini bado tuliweza kudumu na muungano. Mwaka 72 hayati Karume aliuawa, na kama muungano huu usingekuwa madhubuti basi ungevunjika. Si rahisi uweza kuvunjika kwa sababu ni muungano wa asili. Profesa Eliamani Sodoeka ambaye ni mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha anaeleza adhima ya chuo hicho kufungua tawi hilo katika visiwa vya Zanzibar ni kuunga mkono juhudi za maendeleo zinazofanywa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia kudumisha muungano wa Tanzania. Mpaka sasa hivi tumekuwa na mahusiano mazuri sana na
ndugu zetu wa Zanzibar, hususan katika kada ya graduate school katika masters. Kwa kila mwaka tuna staff zaidi ya 100, tuna wanafunzi zaidi ya 100 mpaka 200 wakati mwingine, kutoka serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kutoka wananchi wa Zanzibar, wanakuja kusoma, na wengi wanakuwa wako campus yetu ya Dar es Salaam au campus yetu ya hapa. Kwa hiyo wakati tunaanza kufikiria kutengeneza kituo cha kufanyia mitihani, lakini wazo la kuanza kwenda Zanzibar lilianza muda mrefu tokea mwaka 2020. Mwaka 2021 Mheshimiwa Smail akaja, tukaongea, tukaenda kule, tukaongea na kile chuo cha Wizara ya Fedha, lakini vile tukaanza mchakato wa kuingia MOU na SUZA ambayo imeshakwenda pazuri. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tuna anzisha mahusiano na taasisi, lakini lengo la kudumu ilikuwa ni sisi kujenga kabisa na kuwa na campus pale. Kwa Mheshimiwa Daktari, sasa hivi tulipofikia tayari tumeshapata eneo la Bububu, na tayari sisi tushaanza. Campus ya Zanzibar italelewa na campus ya Dar es Salaam kwa sababu iko karibu. Kwa hiyo campus manager tunapoongea yuko Zanzibar, anajaribu kumalizia zile shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunapata eneo na kuanza mchakato mzima wa registration. Na baada ya hapo tayari tumeshakwenda ZIPA kushughulikia swala la kupata eneo kwa maana ya ardhi, ili tukishalipata sasa tuingize sisi kwenye bajeti zetu tuanze mchakato wa kujenga. Na hii kutokana na mpango wa muda mrefu, lakini na maelekezo ya bodi. Na juzi wakati bodi ina hapa, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa Waziri Riziki Juma alipokuja, naye alitoa huo wito na bodi karidhia, na sisi moja kwa moja tukaingia kazini kwenye kutekeleza. Kwa hiyo sisi lengo letu ni nini? Tunaonaje tukishaweza kuwepo Zanzibar? Kampasi ya Zanzibar kama ambavyo kampasi zetu ziko tofauti. Kampasi ya Arusha na tofauti. Kampasi ya Dodoma na Dar es Salaam zinafanana kidogo sababu ni urban campus. Zinalenga zaidi graduate school. Lakini kampasi ya Manyara na kampasi ya Songea ni tofauti sana mtizamo wake. Na kampasi yetu Bukombe na itakuwa tofauti sana. Kule taangalia madini, ng'ombe, samaki, pamba. Wakati kampasi za Songea na Babati zinaangalia kilimo na uzalishaji. Tunaita land based economics. Kampasi ya Zanzibar itakwenda kuwa tofauti sana. So Zanzibar ni kitivo cha utalii, na ukisema utalii hatuongelei tu wazungu. Unajua sema watalii watu wanaanza wazungu. Wamekuja pale wameshuka na ndege. No, utalii mwingi, utalii wa matibabu, utalii wa michezo. Nadhani muona Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, serikali ya Zanzibar imejenga viwanja vya kisasa sana. Tayari unaona dhamira ya dhati ya kwenda kulenga kwenye utalii mbalimbali. Sasa wangapi hapa wameshafika Zanzibar walau mara moja? Kwa hiyo sisi kama IAA tumejipanga kwenda kuhakikisha kwamba tunakuwa mdau. Malengo yetu at least for now ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwa mdau wa maendeleo kwa watu wa Zanzibar, ndugu zetu wa Zanzibar, na kuangalia kwa mfano cyber security, AI na other blue collar jobs. Kwa nini cyber security na digital technologies, cyber security and AI? Kwa nini hizi ni za muhimu? Ni kutokana na kwamba ni sekta ambazo zina uwezo wa kutengeneza hata mazingira yake ya kujifunzia. Ni labs, haichukui nafasi kubwa, lakini hata jinsi ya kumonetize ile skill. Yaani ukishajifunza kitu, changamoto ambayo tunaona vijana wetu wengi wanapata shida ni kwamba ukishakijua kitu, sasa unakimonetize vipi? Labda wewe unajua wewe ni mhasibu. How do you monetize uhasibu? Kwa haraka haraka unaanza kuajiriwa. Lakini hakuna jinsi nyingine ya kumonetize what you know. Sasa kwenye digital
industry is easier compare na sectors zingine. Hazihitaji ardhi kubwa, hazihitaji uwekezaji mkubwa. Na sasa hivi kwa mfano kuna website nyingi tu kama Flickr na zingine nyingi ambazo ukienda pale kuna watu watangaza kazi. Unaingia makubaliano wewe na mtu mmoja ambaye labda yuko Ulaya kokote kule, labda anataka kumtengenezea website. Unamtengenezea, unamaliza, anakulipa, umemalizana. Au kampuni inataka programmer for 1 month. You subscribe there, unaajiriwa kwa mwezi mmoja, unafanya, unamaliza, unaendelea. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inatoa mianya ya kujiajiri kirahisi. Lakini vile vile human capital export ni moja kati ya biashara kubwa ambayo nchi nyingi zinafanya. You train your people, you export them. Alafu wao bila hata kuwaambia lazima mwisho wa mwezi atumie hela kidogo kwa mama yake mzazi, kwa ndugu zake na kadha wa kadha. Mwingine atanunua shamba, atanunua apartment kidogo, atawekeza kidogo kidogo, atatumia ndugu amjengee, watamtumia picha kwa WhatsApp. Hata kama hawajajenga lakini atakuwa alituma zile hela zimeingia ndani ya nchi. So human capital export ni eneo ambalo kwa mfano kama Ghanaians, I think wa Ghana ndio inaongoza namba moja ni namba moja kwa source ya forex, lakini I think ni namba 2 kwa sector. That's how big it is. Yani kwa sector ya uchumi, yani wale diaspora hela wanazoziingiza ndio namba 1 kwa sisi ni tourism inatuingizia forex zaidi 25%. Wao ni diaspora wanatuma hela nyumbani. Sasa wale diaspora unawapataje? Wenyewe I think Ghanaians wali invest kwenye sekta ya afya. Manesi na madaktari. Wengi wa export Uingereza. Kwa hiyo human capital export ni biashara kubwa sana. Wahindi wamefanya for years. Silicon Valley yote ile imejaa Wahindi. Kwa nini? Kwa jina anaitwa Asma Abasi, mwenye mkuu. Natoka kozi ya Multimedia and Mass Communication. Na nichukue fursa hii kwanza ni kushukuru na kutoa pongezi. Kwanza ni mnufaika, ni Mzanzibari halisi na najivunia kuwa mwanafunzi wa kwanza kutoka Zanzibar katika kozi ya Multimedia and Mass Communication, nikiwakilisha Zanzibar nzima. Na niliposikia kama kuna fursa ya kufunguliwa chuo kule Zanzibar nikasema yes. Kwa hiyo natumaini hata masters naweza nikasomea kule Zanzibar. Na chengine niseme kama nafasi ya vijana tuna nafasi kubwa kulinda na kutetea muungano wetu ili udumu na pia kuharisisha hata vizazi vyetu hapo baadaye. Kwa hiyo niseme nashukuru kupata nafasi hii, kutoa mchango wangu na maelezo yangu na naekea msisitizo tu, jamani tusaidieni na sisi kule Zanzibar yeye ifike. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.